tumeona watu wengi wanazungumzia aina ya mfumo wa Dar es Salaam Young African kwamba jana imecheza bila gimbi. Kwa upande wako kile ambacho Yanga umekionyesha siku ya jana na baadhi ya maneno ambayo yanazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii kwamba kwa Yanga hii kocha anaweza Oktoba sitiki. Ni maneno ya watu, lakini football ni zaidi ya maneno. Football ni mchezo ambao unaonekana uwanjani. Kwenye huu mpira umevamiwa na watu wengi ambao wanajifanya wanajua mpira. Kwa hiyo watu wanaojua mpira ni wachache sana wenye macho kutazama football. Huyo ni mzungumzia Romain Folz. Hii kama ana wiki ya kimpira kwenye kuiandaa timu yake, Ichoromo kama wiki ya 6 au ya 8 au wiki ya 10. Kwa kawaida tuna pre-season wiki 6, lakini bado wiki 6 hizo hazikupi muunganiko wa timu kwa moja kwa moja. Mwalimu kumbuka ni mpya, wachezaji wote ni wapya. Kwa hiyo anahitaji kuwajua wachezaji na kuwasoma na kuweza kutengeneza miundo yake ambayo inaweza kumsaidia timu kufanya vizuri. Ni mapema mno kuweza kumdiscuss Romain Folz kwenye formation, kwa sababu wiki ya kwanza ya ligi timu inatafuta matokeo tu, sio pattern. Yaani mwalimu anafanya kila njia timu ipate alama 3, kwa sababu anajaribu kuangalia anafanyaje ili timu yake iweze kupata matokeo. Na wakati anapata matokeo confidence inazidi kuwa kubwa. Ikiwa kubwa ni rahisi mwalimu kuingiza pattern zake ndani ya timu. Hii timu ya Afrika ambayo unasema Romain Folz ni sio kocha mzuri, alafu na mtafsiri akiwa ni wiki ya kwanza ya ligi. Katoka kumpiga Rayon Sports bao 3-1. Katoka kumpiga Willet Benguela bao 3-0. Katoka kumpiga Pamba Jiji bao 3-0. Kampiga Mnyama Simba bao 1-0. Hizo ni timu 4 ambazo mwalimu kaziongoza na kapata ushindi. Sasa ukiangalia timu inashinda goli 3+ kwenda mbele au 2+ kwenda mbele. Hii ni timu ya aina gani? Maana hii timu inatengeneza nafasi nyingi mpaka inapata magoli 3 na ufanisi wa wachezaji ni mkubwa. Sasa kama ufanisi wa wachezaji ni mkubwa na timu inatengeneza nafasi, nani kafanya hizo nafasi? Wachezaji wa Young African pamoja na bench of wanafundishwa na nani? Na Romain Folz. Maana yake ni kwamba Romain Folz amefanikiwa timu itengeneze nafasi. Lakini sio kutengeneza nafasi tu, zimetengenezwa nafasi na zimetumiwa. Unasemaje kwamba kocha hamna chochote? Tatizo ni kwamba tumezoea football biriani. Football ni guse. Football nipe niachie. Hizo zipo uwanjani, lakini hakuna mwalimu ambaye anafundisha mpira biriani afu usifunge. Huyu Romain Folz ni muumini wa direct football. Direct football. Ni mwalimu ambaye anapenda mpira wa direct sana. Ndio maana unapozungumza direct maana yake ni long ball sana tutaziona Dar es Salaam. Mipira mirefu anaweza sio long ball sana, lakini pasi 3-4 tumefika kwa lango la mpinzani kwa speed sana, kwa sababu ndio hivyo ambavyo walimu wengi huwa wanaenjoy kucheza mpira huo, na ndio mpira wa Young Africa asili yake. Wamekuja hapa Miguel Gamonde akaja Nabi, tukaona dheo ambavyo wachezaji wengi wanagusa mpira watu kaenjoy, lakini haikuwa falsafa ya Young Africa. Ndio maana walikuja kina Twisila Kisinda wakaondoka, wakaja still kina Dukapel Maloko wakaondoka. Still Young Africa ni jaribu kutafuta identity yao ni aina gani ya mechi ya uchezaji wao. Lakini kwenye uhalisia ni kuhakikishia kwamba Romain Folz kama akiendelea mpaka mwezi wa pili ukaisha, yani wiki 4 za kwanza za ligi zikamalizika, bado anacheza hivi na timu itengeneze nafasi, nitakwambia huyu Yanga watamtia vibao. Ni wenyewe watamtia vibao. Lakini kama nafasi zinatengeneza na timu inacheza hivi na timu hairuhusu mabao, kwa sababu katika hizo mechi zote nimekutajia Yanga karuhusu bao 1 pekee mpaka hivi sasa, ndio si unanielewa vizuri? Hawa Rayon Sports, Benguela, Simba Sports, Pamba Jiji, timu imeruhusu bao 1 pekee. Hizo ni mechi ambazo ukiziangalia za ushindani na timu haijajipata. Kacheza na Simba Sports, si ndio? Kacheza sio na nani? Hawa wote wana strikers, wana kila kitu, wameza nafasi, lakini timu hajaruhusu magoli mengi. Kwa unapaswa kumpa kwanza heshima mwalimu, alafu ndio uanze kutafuta weakness zake, ndio uweze kujua kwamba okay, mwalimu hii ndio weakness yake. Kitu pekee ambacho nina imani mashabiki wengi na watu ambao wanafuatilia mpira hawajafurahiwa ni namna ambavyo wamezoea kuona baadhi ya nyota wakifanya hivi, wakipiga vibao kata na vitu vingine. Lakini kwenye uhalisia timu yote inatengeneza nafasi na inazitumia, inacheza vizuri. Na tumeona kwa sasa hivi timu ya Yanga kidogo, hata wachezaji ambao wenye maingizo mapya haya sio wale ambao wakuchezea sana mpira. Wanakaa kwenye nafasi, wanatembea. Ndio aina ya mpira wa Young Africa.
ubunifu hufundishwa na kocha. Ubunifu ni inborn. Unazaliwa nayo. Yani Pacome umezuzua ule uwezo wake kucontrol mpira, kudribble, kupiga chenga, kupunguza watu, afundishwe na Romain Folz. Afundishwe na Milo Damdi. Ile ni inborn. Yani yeye mwenyewe wakati anakuwa kwenye football ndivyo amekuwa akifanya hivyo vitu. Ni vitu rahisi sana. Kitu pekee mwalimu anachokufundisha ni kutoa mpira kwenye nafasi, kuchukua nafasi na kutengeneza nafasi ili tufunge goli. Ndio kitu mwalimu anafundisha. Kwamba hawa wapinzani wako vipi, wanachezaje, sisi tunaendaje ili tuweze unlock defense ya timu pinzani na tuweze kuscore. Ndicho mwalimu anachofundisha. Ukisikia formation, ukisikia si formula, ukisikia si tactic, si technique, ni namna mwalimu anatafuta mbinu ya kumshinda mwenzake. Anamshindaje? Sio kwa kupiga chenga. No. Na hakuna mwalimu duniani anayefundisha kupiga chenga. Ila kitu pekee ambacho mwalimu anakifanya ni kuifanya timu iweze kutengeneza nafasi. Sio, unanielewa? Na nafasi zinatengenezwa. Jana tumeshuhudia baada ya kipindi cha kwanza kwa kigumu, kipindi cha pili mwalimu Romain Folz akamuingiza Mamadou Doumbia katika mchezo wa siku ya jana. Ni miongoni mwa wachezaji ambao akaenda kulainisha, kuvunja kiungo cha Pamba Jiji ambacho kiliongozwa na Mwamba. Jana akasema tamtafuta ndugu yangu tumzungumzie kidogo Kevin Nation. Lakini kile ambacho amekifanya Mamadou Doumbia na kutengeneza mabao baada ya kulainisha kitu, ni mwalimu kutokea sababu kwa Mamadou Doumbia ni bado hajawa fiti au ni pia ni mbinu za mwalimu? Yani mwalimu kumwanzisha Mohamed Doumbia bench, manake alitaka kuona Pamba Jiji wanaingiaje kwenye huu mchezo, kwa sababu Pamba Jiji lazima wakubali kuwa timu ya pili mbele ya Young Africa. Kwa hiyo wakisha kuwa wakiwa wanacheza kwenye eneo lao, si ndio? Manake lazima utafute mchezaji ambaye ana high capacity skills, mtu ambaye ana jicho, lakini pia mtu ambaye ana pass accuracy za uhakika. Sasa huyu mtu ni nani? Mwalimu alimnyanyua Mohamed Doumbia, kamuingiza kwenye mchezo. Hata mechi ya Derby alitokea bench, kuna namna ambavyo alikuja kuonyesha utofauti. Ana uwezo wa kupiga pasi mtelezo mzuri sana kwenye acceleration pass. Ni mtu ambaye anaweza kupiga pass katikati ya wachezaji wawili na akafanikiwa kuzipenyeza. Tunaita penetration pass. Ni moja kati ya wachezaji ambao pia atakuofa kasi uwanjani. Ni mchezaji ambaye atakupa energy ndani ya uwanja. Kwa hiyo mwalimu aliona kwamba okay, hawa Pamba Jiji kwa dakika hizi wamepambana dakika 45. Kipindi cha pili kuna namna watakuwa wameruse energy. Nimtafute mtu ambaye atanipa hivi vitu ambavyo viko ndani ya mchezo. Ndio maana kamnyanyua Pacome Zouzoua ambaye pia ana uwezo wa kufanya skills ndani ya mchezo. Anaweza kupunguza watu wawili, akishapunguza watu wawili wakitoka vile kuna space tapatikana. Atakuwepo Doumbia pia ambaye kwenye uwezo ana uwezo kufanya kuskani matukio mengi ya uwanja. Kwa ndio mbinu za mwalimu. Lakini aina sasa ya ufundishaji ndio huwa unatofautiana na walimu, lakini vile ambavyo timu inacheza. Lakini kwenye uhalisia Mohamed Doumbia, Pacome Zouzoua, Hassan Kouma waliopata nafasi kucheza siku ya jana wamefanya vizuri sana. Lakini hata huyu Musa Balakonte bado, yani kuna namna ambavyo unajua ni kama mpira ni kama shuleni, darasani. Kuna watu wanajifunza haraka, kuna watu wanajifunza taratibu. Mazingira na aina ya miundombinu ya timu. Kwa hata Balakonte bado kuna namna ambavyo anahitaji kutengeneza fitness yake. Ni Balakonte ni sasa na Kante wa Simba Sports. Bado kuna namna ambavyo wanatafuta ile fitness yao. Wakipata fitness yao, unaweza kushuhudia ukoona wachezaji wengine wakubwa wenye uwezo mzuri ambao tunaweza kuwashuhudia kwenye ligi yetu. Kevin Nation, bonge moja la midfielder. Bahati mbaya sana ni Mtanzania. Bahati mbaya sana Kevin Nation ni Mtanzania. Mimi wakati Kevin Nation anacheza Ihefu, anacheza Geita Gold, niwe kuambia watu kwamba huyu ni kiungo, lakini kuna kitu kimoja tu cha kubadilika. Ni kuvunja sana kuni, apunguze, afu then timu aanze kuwa ni distributor wa timu yani. Ushauri wako umeanza jana. Umenielewa? Kwa hiyo mambo yakaanza kuonekana. Huyu Kevin Nation ni venye tu ana umbo la kawaida. Tunamchukulia afu ni mtoto wa nyumbani. Kwa tunamwona kwamba hamna chochote. Lakini mimi binafsi ningekuwa Young Africa. Siwezi kufunga safari kumtafuta Balakonte na wakati kuna Kevin Nation. Siwezi. Siwezi. Kwa mantikio kwamba
daraja la Kevin Nation na Bara Conte ni madaraja mawili tofauti. Ni kwa sababu tu ikaja na ndege, alafu huyu ni hapa hapa nyumbani. Ndio tofauti. Nation ni bora ya Bara Conte. Ndio walisia ulivyo, si mechi imeonekana jana. Wewe usimuona kwenye game jana. Yaani ili umpime mtu, muangalie kwenye mechi ambao wanakutana na wenyewe. Who is the better than one? Angalia kile alichokifanya Kevin Nation siku ya jana. Angalia alichokifanya siku ya jana. Ndio maana nakwambia hivi, wakati game inapigwa, tunatofautiana sana kuangalia mpira. Haya macho usiyaone tu hivi. Ndio. Yanaangalia vitu tofauti. Ubongo unatafsiri vitu vingi sana ndani ya uwanja. Kevin Nation, one of the best deep playmaker. Wachezaji ambao ni wazuri sana eneo la chini, ambao wanaweza kufanya uchafu wa aina yoyote kwenye mchezo. Kuna mtu mmoja kwa anaitwa Peter Bajana. Yes. Injuries zimempunguza kasi yake. Kuna mtu anaitwa Adolf Mtasigwa. Naye. Yule naye majeraha yamepunguza kasi yake. Kuna mtu anaitwa Azizi Andambwile. Kuna mtu anaitwa Yahya Ben Zaid. Sasa hivi ukimwangalia pale Azam, yuko shimoni kule chini kule. Jana kauwasha sana. Lile shimo yani kama vile chungu, mtu anakomba ule utamu wa chungu. Anafanya uchafu mwingi sana Yahya Ben Zaid. Yule alikuwa namba 10 yule. Ufundi wake wote alikuwa anapiga kama namba 10, lakini baada ya kufanya utafiti na baada ya kuonekana Mtasigwa hayupo, ikabidi sasa aamue kushuka chini. Kumbuka pale chini kuna Kaminko ujue. Ndio. Lakini mwalimu aliona okay, huyu yuko hapa chini, anafanya kazi nzuri sana. Haya, kuna Kevin Nation. Kevin Nation ni kwa sababu yuko huko chini. Huyu Kevin Nation akija Kariakoo kaka, mtamuhusudu tu kwa sababu yuko kule chini, amuone ni kama ni mtu wa maana. Lakini moja kati ya wachezaji ambao kwa watu wanaofuatilia mpira, makocha wenyewe wanameza mate kwa Kevin Nation.